katika lile jina. Kushinda itashinda katika lile jina. Kushinda itashinda. Imba kwa nguvu. Tunashinda. Yesu ni Bwana wa mabwana. 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 Yesu ni Bwana wa mabwana. Baraka ninapata katika lile jina. Baraka ninapata katika lile jina. Baraka ninapata katika lile jina. Jina lake Yesu ni Bwana wa mabwana. 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 Ni Bwana wa I set you free today. Shetani ameshindwa katika lile jina. Shetani ameshindwa katika lile jina. Shetani ameshindwa katika lile jina. Yesu Jina lake Yesu ni Bwana wa mabwana. wanaidiwe totali atea. Nataka tuangalie mfinyanzi ni nani? The potter. Sisi wenyewe ni kazi ya mfinyanzi. God is the potter. Praise the name of the Lord. Na ukitaka maisha yako ibadilike na iishi ikiwa imebarikiwa, sio kwa vile utajitahidi sana kutenda mema, lakini ni kila wakati kutembea katika nyumba ya mfinyanzi, na ndiyo nyumba ya Mungu. Praise the name of the Lord. Na huu ndio ujumbe ule nataka ukahubiria watu. Unaweza kuwa haujui kuhubiri sana, na kuna watu unakutana na wao na wako na mambo ambayo inawatatiza. Waambie waingie katika nyumba ya mfinyanzi ambao ni nyumba ya Mungu. Praise the name of the Lord. You cannot visit the house of God regularly, yani hauwezi kuwa unatembea nyumba ya Bwana sana na maisha yako ibaki jinsi ilivyo. Lazima utaanza kukua towards the positive. Bwana asifiwe sana. Transformation ama kubadilishwa hakukujagi haraka. Kuna kuchanga wakati utajua kutembea nyumba ya Mungu. Are we together? Na kama hautembei nyumba ya Mungu, utaendelea kukua negatively. Kukua negative ni kusukumwa na kuendelea kupotea katika mambo ya ulimwengu. Are we together? Kwa hivyo haijalishi mahali uko,
Haijalishi mahali maisha yako iko, Mungu anakuita katika nyumba ya mfinyanzi. Amuka uanze kukimbia katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Akaambiwa amuka uende mpaka nyumba ya Bwana. Huko ndiko nitakapo kupatia ujumbe. That is Isaiah, that is Jeremiah 18 from verse 1. I thank God because you are in the house of you are in the potter's house. Pigia Yesu makofi mazuri. You are in the potter's. Uko mahali ambapo panastahili. Nilihubiri mahali na nikaambia watu hata mkiona walevi wamekuja kanisa, usiwafukuse as far as hawapigi makelele. Wako katika nyumba ya marekebisho. Bwana asifiwe sana. Ukiona mtu anafuta bangi ama amepotelea katika dhambi, ameingia katika nyumba ya Bwana, washa kunyoshea yeye kidole, ako mahali ambapo panastahili. Praise God. But once you go outside there, go and preach this gospel that God needs people to come back to his house. Watu warudi kwa nyumba ya Bwana. Na niwaambie, Biblia inasema nyumba ya Mungu ni mahali pamejengwa juu, mahali wenye haki wakiingia wanaokolewa. Kwa njia nyingine, kila mtu ili maisha yake iokolewe, ili maisha yake ibadilike, anastahili aingie kwa ule mlango, aingie katika nyumba ya Bwana. Praise God. Waisraeli walikuwa wamepotea na walikuwa wanakuwa negative. Kukua negative ni kuona maisha yako badala iendelee, ni kuanguka inaanguka. Ninakuombea ibadilike iwe positive in Jesus name. Hallelujah. Na wapendwa, kukua ni hivi. Mtu ambaye anakuwa ni mtu wa aina hii. Labda ulikuwa unakunywa bagi, ulikuwa unakunywa pombe na ulikuwa unakunywa sigara. Kukua ni kuanza, ni uwe na uwezo wa kuashana na bagi, ubakishe mbili, pombe na sigara. Lakini kuna moja umefanya nini? Umeshinda. Siku hii nyingine maana unaendelea kukua, uashane na pombe, bado unakuwa. Tupigie Yesu makofi. Bwana asifiwe. Siku hii nyingine utajipata umeashana na sigara. Sasa umekombolewa kabisa. This is growth. You grow from one glory to another. Lakini kukua negative ni wakati ambao unakunywa hizo zote na unaongeza dawa ya kujitunga. Unaongeza uogo ndani. Finally utakuwa mwisikani. Maana unakuwa pande ile nyingine. Unakuwa towards the world. Ninawaombea tubadilishwe na hili neno katika jina la Yesu. Umuhimu wa neno. Unasaka kukua from glory to glory. Tarora ole yako mweleka uraja kesha. Pastor anasema ukue katika jina la Yesu. Hallelujah. Uanze kukua towards positive. Amen. Wase mlio hapa, washeni tukue katika jina la Yesu. Washeni tukue. Kama unapiga makelele wiki mzima, anza kupiga siku 3. 3 usishinde katika jina la Yesu. Wamama mlio hapa, ukiingia katika nyumba ya Bwana, utakuwa katika jina la Yesu. Kama unanyamazia mzee siku 5, mnyamazie 3, ushinde 2. Siku hiyo nyingine useme nitamnyamazia 2. Siku hiyo nyingine useme sitanyamaza wiki nzima, nitanyamaza 1. Madi. Finally umwambia hata ukinifanya nini sitawahi nyamazia wewe. Tupige Yesu makofi mazuri. Uanze kukua, pia mwenzako anza kukua. In Jesus name. Lakini kanisa ndio inafanya mtu akue. Hallelujah. Na hii injili nataka uende uhubiri huko nje. Watu wanateseka huko. Watu hawana njia huko. Waambie njia ya kwanza hata si kuokoka, enda katika nyumba ya Bwana. Akija hapa, neno likiingia ndani yake, litaanza kumbadilisha pole pole. Are we together? Pole. Finally, utampata akiambia watu, tutoe pesa tujenge kanisa. Huyu ni mtu ambaye amebadilishwa. Last week nilikuwa nahubiri hii ujumbe. Na nilikaa na mzee mmoja alikuwa anakunywa pombe, alikokoka akikunywa bagi na pombe na sigara. Akashida bagi, akashida sigara, akashida pombe, sigara hako alishindwa. Alikuwa anakunywa mpaka anakunywa kwa show, nikamwambia usiwe unakunywa kwa show. Simama mahali kunywa vizuri alafu uingie kanisa. Wewe si wangu, wewe ni wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Na huko unaingia si kwangu, ni kwa Mungu. Na unidanganya. Kwa hivyo hudaganyi nani?
Ako na uwezo wa kupatia uwezo wa kuachana hizo sigara. Siku ile aliasha, badala kuja aniambia nimeasha, aliandika karatasi. Nataka kutoa ushuhuda. Bwana tulikuwa tunamjua. Unajua kanisa dogo watu wanajuana. Tulikuwa tunamjua kabisa ameokoka na vile alikuwa anarukia Yesu. Akaambia watu nataka nimwaibishe shetani. Siku zote mmeniona hapa nilikuwa nakunywa sigara. Na saa hii nimekaa siku 4 bila kuikunywa na kichwa kiumi. Tupige Yesu makofi. Badala watu wapiga makofi umempiga, waliniangalia wakiwa gai. Nobody is good. We grow from glory. Hebu angalia mwenzako mwambie we grow. Glory. Hata hapa kuna watu najua hamujaokoka. Na si kumaanisha sijui. Najua. Bwana asifiwe sana. Mimi nikikuwekelea mkono hivi nikuombee uokoke, naonanga milango imefungwa. Hata juzi niliombea watu hapa waliokoka sijui 9 people, si ndio? Nilikuwa najaribu kusema na ashia ufalme, naona hauingii. Najua huyu amefunga. Musa umeokoka hapana. Na muombea naokoka hapo hapo. Because we have to grow from glory to glory. Are we together? Na uangalie sana. Jambo lile la muhimu wapendwa ni kujua ya kwamba umeingia katika nyumba ya Bwana. Ya pili ndio hii. Verse 2 inasema, verse 3, so I went down to the potter's house and I saw him working at the wheel. Nikaenda katika nyumba ya Bwana ya mfinyanzi na nikamuona akifinyanga, akifanya kazi ya kufinyanga udongo. Haleluya. Ninawaombea wote mkifika hapa, badala muone mambo mengine na kuombea uanze kuona Mungu. Asa kuona yule alianza kazi ndani yako. Asa kuona yule aliyekuumba. Praise the name of the Lord. Uliza mwenzako anaonaga nini huku? Jeremiah aliona the potter mwenyewe akifanya kazi. Ninaomba matendo ya Mungu yaanze kuonekana. Ninaomba kazi za Bwana zianze kuhidhirika. Praise the name of the Lord. Even before we go to the next step, let us try our best, pastors, to manifest the power of God in this altar. Praise Him. Washeni tuoneshane nguvu za Bwana mahali hapa. Hawa watu waanze kuona matendo ya Mungu ili waweze kuona uwezo wa Bwana. Hallelujah. When you start to see God working, your faith will start to grow. Amen. Are we together? Yes. Ukiona, hebu nikwambie, hii verse nimevaa. Nikiwa hivi hata polisi kunishika na niogopa. Lakini hii verse hii limeshonewa hapa Kenya, hapa Nairobi. Lakini verse la ndani ndilo la muhimu sana. Praise the name of the Lord. Na linafanya hii verse linafanyanga watu wote wanitii. Hapo nilikuwa kitu cha kwanza wakati niliambiwa kuna kazi nilifaa hii verse. Wote wakaniogopa. Wote ni wakaniogopa. Wakati matendo ya Mungu yataanza kuhidhirika, your faith will start to grow. Hallelujah. Lakini kama si kuwa na hii verse, nifanye tu kashati nitaonekana kama kijana kadogo ambako kanajaribu kuhubiri. Lakini wakati nimevaa vazi, watu wote watasema na kuhani ameingia. Wacha tugoje kuombea haya madhabahu. Kazi za Bwana sianze kuonekana. Nguvu za Mungu sianze kuonekana. That is the only thing we can do here, and we please the one who has called us. Are we together? Kazi ya Mungu, nguvu za Bwana sisi kitembea hapa. Haijalishi ni akina nani wanakuja. Wote watabadilishwa na hizo nguvu. Bwana asifiwe. Sasa shida ni hii. Tusipo ashiria kazi za Mungu sianze kufanyika hapa, watu wakija hawatabadilika. Wataenda vile wamekuja. Ninaomba hii iwe nyumba ya mfinyanzi katika jina la Yesu. Na mfinyanzi aonekane. Hebu tabiri hapa useme mfinyanzi aonekane. Hallelujah. Kile kimefanya watu wakae nyumbani ni kwa sababu watu walishukua nyumba wakajifanya mfinyanzi. Na wapendwa, sisi hatuwezi. Mungu ambaye tunahubiri ndiye huwa anaweza. Hallelujah. Akaona kazi ya mfinyanzi. May God open your eyes and you start to see God working in your life in Jesus' name. I don't know who you can see working in your life,
But from today I prophesy the power of God to start to work in your life in Jesus name. Kazi ya Bwana ianze kufanyika maishani mwako. Praise God. Hapo ndipo mtu anaonaga, haya, nilikuwa na shida hapa, sasa ninaweza. Haya, niko karibu kumaliza. Kwa hivyo ushike neno vizuri. Verse 4. Tusome verse 4. Inasema hivi. Verse 4 inasema hivi. But the potter he was shaping from the clay was mud in his hand. So the potter formed it into another pot, shaping it as it seemed best to him. Hapo ndipo ujumbe ule nataka niwahubirie huko. Bwana asifiwe. Na ningependa unisikie vizuri. Uende nyumbani ukiwa umebarikiwa. Maandiko inasema wakati aliona mfinyanzi akifanya kazi, aliona udongo, alikuwa anafanya vitu vya udongo. Mfinyanzi ni mtu ambaye anafanya kazi na udongo. Akaona vyombo ambazo alikuwa anatengeneza zikiharibikia mikononi mwake. Praise God. There is something I want you to know, and I will say it very shortly because I don't have time. Kwa nini mwanadamu kila wakati ni wa kuanguka? Kwa nini mwanadamu kila wakati ni wa kushindwa? Moyo wako unataka kuendelea, lakini unajipata unarudi nyuma. It is because of one thing. Wapendwa, sisi zote hapa ni udongo. Na udongo ni kitu kinafinyangwa na anything. Bwana asifiwe sana. Kile kitatusaidia ni kujuana na yule ambaye ni mfinyanzi. Tukifinywa na huko, tunakuja na tutengeneza. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo ukiona chombo kimeharibika, washana nacho mfinyanzi akuje akifanyie kazi. Are we together? Sasa shida ni moja. Kama utaharibika ukiwa nje ya mikono ya mfinyanzi, things may not go well. Are we together? Na umuhimu wa kanisa ni huu. 6 days we are outside there. We are working with the people who are not born again. We are dealing with some businesses ambazo zinatuwekanga katika majaribu every time. You need the house of God every Sunday. Praise God. You need the potter every Sunday. Bwana asifiwe. Ama sihubiri kitu mnashika? Hata saa hii labda wiki hii kuna mtu amefinywa sana. Kuna mtu ameona makali sana. Hata kuna mtu amehoga polisi wiki hii. Kuna mtu ameondoka katika njia za Bwana wiki hii. And that is why you need a potter. Hallelujah. Kama mtu hajakuja kanisa, anaweza sahau mambo yale amefanya last week. Na itabidi wapendo, ile dhambi ulifanya iendelee kufanya ukue katika mambo ya ulimwengu. Na niwaambie kila dhambi hukua. Ambie mwenzako dhambi hukua. Mtu akifanya dhambi hata na mawazo, inaasaga kuwa mimba. Unaifisha miezi 2. Unaifisha miezi 3. Ukienda mwezi wa 4, inapiga kuwa. Kuna mtu mmoja tulikuwa tunahubiri naye na alikuwa anakunywa. Alikuwa anakunywa nini, kawaini kingine kalikuwa kanauzwa kwa karatasi, watu walikaaga wanaijua. Finally nilimpata na Guinness akiwa ameweka kwa mfuko kubwa. Akaniambia hii ni msinga yangu. Tumulia ngali ndo tutulete itutiwani uju watu wakaradia. Ni kwa sababu huyu mtu hakufanyiwa marekebisho na Mungu. Ninaomba muingie nyumba ya Bwana every Sunday. Bwana aanze kukufanya marekebisho katika jina la Yesu Kristo. Christianity is all about service. Even a good vehicle ni ile inataka service at the right time. Kwa nini tunakujaga every Sunday? Ni tukutane na Bwana atufanyie kitu tunaita marekebisho. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na sasa Waisraeli walikuwa wamepotea, walikuwa wanashindwa, mambo yao yatasimama aje? Mungu akaambia Yeremia, waambie kama vile udongo ulio mikononi mwa mfinyanzi, hivyo ndivyo alivyo katika mikono yangu. Praise God.
Inua mkono juu, mwambie Bwana tengeneza maisha yangu. Bwana tengeneza maisha yangu. Praise the name of the Lord. Na udongo ni kitu very sensitive. Kinaweza anguka kama nyungu, inaweza kufa anytime. Christianity is very sensitive. Bwana asifiwe. Lakini vile tumefundishwa, ni mtu akijua ameanguka, jambo la kwanza ujifishe mchungaji na ufishe hiyo dhambi yako. Lakini hata mimi siwezi kupeleka polisi hata nikijua umefanya nini. Lakini shida ni hii, kila dhambi inakufunguliaga kajia ya kupotea. Are we together? Kila dhambi ina consequences. Na ukiifanya na unyamazie, ukijikuta kwa mtego na unyamaze, kuna kajia kamefunguka na kanaenda kukupoteza. Na the Bible says wages of sin is death. But once you come to the church, you come to meet with the one who has called you. You come to meet with your creator. You will tell your creator, I'm not okay. Things are not okay. I need repair. I repent the sin. I have myself before you. Praise the name of the Lord. From there, Bwana anaanza kuponya moyo wako. Bwana anaanza kuponya wokovu wako. Bwana anaanza kuondoa hukumu ndani yako. Are you blessed? Are you blessed? Na nimwambia kanisa la Bwana, mambo mengine si kuombewa. Mambo mengine si nini? Si kuombewa. Mambo mengine unahitaji upewe neno la Bwana. Urekebishe njia zako. Urekebishe mienendo yako. Uponyaji wa maisha yako isimame. Bwana asifiwe sana. There is somebody here. He wanted a certain miracle. Wakati alikuja kwa Lanchawa, nikahubiri, akatokea. Na ile mahubiri nilikuwa nahubiri si ya kuita watu wotako, ni ya kuambia watu go and exercise the word. Praise the name of the Lord. Nilimwangalia hivi nikamwambia, my sister, can you exercise the word of God, and after 3 months you are going to receive your miracle. I want to tell you, aliapa hapa akasema, pastor, dhambi zote nimekuambia nimeziasha. Na alikaa miezi 2 akapokea muujiza wake. Na leo hii mahali yako anafurahia. Tupige Yesu makofi mazuri. I want to tell you today, you need the potters, the touch of a potter. Praise God. Hata ukienda kule na watu wanasumbuka, waambie jambo la kwanza, unaendaka kanisa? Hata usimwambie kuja CFF. Umwambie kanisa. Are we together? Hapo ndipo sauti ya Mungu inasikika. Hapo ndipo sauti ya Mungu inasikika. Jambo la kwanza, every time utakuwa hatua ya kwenda katika nyumba ya Bwana, unamuoneshaga Mungu ya kwamba kule moyoni unahitaji help. Praise God. Every time utasikia hutaki kuja kanisa, unataka kukaa nyumbani, unamuoneshaga Mungu ya kwamba unaweza. Na nikwambia wewe bila Mungu hauwezi. Namba 2, ukubali Mungu akubomoe na akutengeneza tena. Ambia mwenzako, kubali kubomolewa na utengenezwe. Bwana asifiwe sana. Kile kinafanyaga uone nikikaa mbali na nyinyi, nisije nikajue maneno yako, nisihubiri useme ninahubiri na wewe. Lakini Mungu akikaa na wewe anakujuaga A to Z. Sasa nikisimama hapa maana amenipatia mkate niwaletee, unasikiaga ni kama nakujua. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo lesi nilihubiri, mama mmoja akasimama nikihubiri akaniambia, "Duga nani rahujia? Gebora yeye newe gaja rahujia nami." Hallelujah. Kwa sababu wapendwa, wakati umeingia na dunia kule imekubomoa, dunia kule imekufinya vibaya, lazima Bwana akufanye kitu tunaita mfinya. Na kuna wakati Bwana kufinya mpaka unaona kana kwamba amekuasha, na wakati anakujenga unasikiaga kweli Mungu yuko pamoja na mimi. Bwana asifiwe sana. Nebukadneza alikuwa mtu wa Mungu. Ndiye alikuwa anatumiwa na Mungu kurudisha wana wa Israeli katika njia. Na siku moja akajawa na kiburi. Bwana alimfinyanga. Abia mwenzake, Mungu alimfinya. Miaka 7 alifinywa, akafinywa mpaka akawa mfalme yule Mungu alikuwa anataka. Haleluya.
Ukijua weakness za mtu, washana na yeye. Ako katika laini, afike mikononi mwa Bwana, atengenezwe, afinywe vizuri, kile ambacho ni kibaya kiondolewe, tubaki na mtu ambaye ni mzima na mtu ambaye anapendeza mpaka Mungu na ulimwengu. Tupige Yesu makofi mazuri. Ninakuombea leo uanze kujua wewe ni mdogo ulio mikononi mwa mfinyanzi. Are we together? Ni mwanyita. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ambia jirani, ukiniona na weakness wachana na mimi. Nimeiletea mfinyanzi. Maana kuna weakness zingine umejaribu kuachana nazo usimeshindika. Haujawahi kuwa na kikitu unataka kuacha na unashindwa. Yeah? Wewe ingia kanisani. Itafika wakati wako. Bwana asifiwe. Na ukienda kwa daktari, kuambia daktari vile unataka. Anakuambia galala. Toa kwa nidunge sindano. Uko na malaria. Wengine hata wakienda hospitali hawaambiagwi, kama wakati wa Wednesday. Kuna watu wanakujaga hapa na waambia usirudi hiyo kanisa tena. Ukae hapa miezi 3. Neno la Bwana likubadilisha. Sijui kama huyo dada hapo hapa. Dada, yule niliambia kuja hapa miezi 3. Wako wapi? Ako wapi? Hebu inuka useme haleluya. Nimemuona pale. Tupige huyo dada makofi mazuri. Huyo dada ni wa hii church miezi 3 alafu arudi kwao. Ni kulazwa. Abadilishwe. Bwana asifiwe sana. Kanisa kuaga hivyo. Na wapendo, huo ndio umuhimu wa kanisa. Kama wapendo, kanisa si ya watu wazuri hata kidogo. Usifikirie sote hapa ni wazuri. Ukitaka kujua si sote hapa si wazuri, ulisha Maina. Pastor Maina alikuwa na kilipili. Sijui kama nitaivi ilienda malibini. Akakuja akabwana mtu Pastor Maina, Bwana asifiwe sana. Ulio kwa kimtolo ila alimona yumono. Mtu ya mama mke wangu amebarikiwa na ule ugonjwa wa mama wa kupata watoto. Anataka kilipili pekee. Niende pale Kenyatta. Na saa 5 nitakurudishia. Bwana asifiwe sana. Alikutana na mgonjwa ambaye hajafika kwa laini. Hajafikia daktari. Bwana asifiwe sana. Hebu uliza mwenzako, umefikia daktari? Tule tu weakness mko nato, tutaondoka yote ukifika kwa daktari. Kwa hivyo lazima tujue hii nyumba ya Bwana imejengwa ili yoyote atakimbia hapa ataokolewa. Praise the name of the Lord. Lakini samani tulikuwa tunatangaza hapa, Kafiro wa Kiuduli si mshirika wetu tena. Tulipata amegoga mtu gumi mmoja kali sana pale, na kuanzia leo msimsalimie. Bwana asifiwe. Tumemrushia shetani. Hiyo nimekataa. Hakuna mtu nitarushia shetani hapa. Shetani ndiye nitanyang'anya watu wa Mungu katika jina la Yesu. Mimi najua Mungu atakubadilisha in the name of Jesus. Hata hiyo maskini unaona imekulalia. Iambie wewe nilalia, lakini nitafika kwa mfinyanzi. Atashukua kitu, atakata hiyo maskini, nibaki vile alivyoniumba. And I want to tell you today, God declared the end from the beginning. Bwana anajua mwisho wako wakati wa mwanzo. Hallelujah. Na pando lolote ambalo hakupanda lazima ataling'oa maishani mwako. Jambo lolote ambalo si la Mungu lazima litakuondokea wakati wako ukifika. Sijui umebakisha siku ngapi ukombolewe. Sijui umebakisha dakika ngapi Bwana akuinue. Sijui milango yako imebakisha mwezi ngapi ifunguke. Wewe tulia katika nyumba ya Bwana. He is able to do exceedingly abundantly above what you think. Praise God. Umuhimu wa nyumba ya Bwana ni kwamba tutaona mfinyanzi ako wapi? Ako pale. Praise God. Usiogope mahali huko. Ambia mwenzako usiogope. Hata kama Sunday hukubarikiwa, hii Sunday labda ni yako katika jina la Yesu. Hata kama jana ulifunga kazi, labda hii mwezi mwingine inakuja, kazi yako ndio itakuwa inasema katika mji wenu. Usiogope. God is at work. Can you tell your neighbor, God is at work? God is at work. I say God is at work. Hallelujah.
nikiambia watu Bwana anaitana katika nyumba yake. He wants to work on you. The Bible says faith comes by hearing, and hearing the word of God. You cannot hear the word of God outside the house of God. This is the right place to hear the word of God. And when you hear the word of God, that word of God will start to change you slowly by slowly. Hallelujah. Inua mkono juu na useme amen. Kwa hivyo kuna watu wanafikiri wakija hapa unakaa miezi 3. And I do worship. There is another brother alikuja hapa. Sitamtaja. Alikuja hapa akanitolea ushuhuda moja kali sana. Akaniambia, hapa unaniona pastor, nimeshakuwa milionea. Nilinunua kaploti, nikashukua rent mwezi moja, nikanyang'anywa. Nikaenda kununua kagari, kakaenda kobo. Nikamwambia usiogope. We ingia katika nyumba ya Bwana na ungojee Mungu. God is coming. Bwana asiwe sana. God is, and he will deal with you. Na usuli ni kwamba huyu Mungu anakujua mpaka mama yako wewe. Na alikujua kitabu. Ambia mwenzako wewe si mgeni kwa Mungu. Wewe si mgeni hata kidogo. He declared the end from the beginning. From the beginning. Huyo mtu nikamwambia, wewe mgoje Mungu na uanze kuomba. Is God of restoration. Hallelujah. Jana alikuja na gari mpya akaniambia, pastor, mwagia hii gari mafuta. Nikasikia vizuri sana. Nenda watabiria katika jina la Yesu. Hata nyinyi mtaanza kuona mkikuwa towards positive. Praise God. Na uangalie maisha yako. This is a practical gospel. Angalia maisha yako inakuwa towards what? Unasukumwa aje? Unakuwa kiaje? Hallelujah. Maana ukiwa hapa ndipo Mungu atashepu masikio yako. Yaanze kusikia mambo ya Mungu katika jina la Yesu. Wakati niliokoka, kuna kitu kimoja hakikuwa kimeniondokea. Reggae. Lucky Dube. Na Bob Marley. Hata Lucky Dube wakati alipigwa risasi nililia na nilikuwa nimeokoka. Nilikuwa nampenda. Na nilikuwa nahubiri crusade sana. Lakini Maina Kageni alikuwa anakuja kulikuwa na station mbili, Kiswahili ilikuwa inaitwa VOK na ilikuwa ya Kiswahili na Kiingereza. Nilikuwa najifungia saa 8 wakati siko shule. Na hapo ndio nilijua watu hawalei dread kwa sababu wanapenda. Ndio nilikuwa naona nikiwa na dread lakini nimenyolewa. Hata wale wasiingiagi gari napigwa leo. Najipatanga nikifanya hivi. Kwa sababu niko katika laini ya kutengeneza. Bwana asifiwe sana. Hebu salimia jirani mwambie uko kwa laini. Uko kwa laini. Ukoje Mungu. Na ndio Daudi anasema nalimngoja Bwana kwa subira na akaniitika. Bwana asifiwe sana. Kwa subira. Sasa shida ni hii. Uko aje? Last year mambo yale ulikuwa unafanya umepunguza. Na waombea mwanze kupunguza katika jina la Yesu. Mimi sitawaambia kwamba you are 100%. Wewe ni udogo. Na you can change any time. Unaweza fedheruka any time. Hello? Unaweza fanya kitabu mpaka tushakae. Kai. Atokee. Minyungu imeanguka. Ni huruma Bwana anatusikilia. Na ndio Yesu alikanya watu. Akawaambia usiangalie nini? Inaitwaje kwa Kiswahili? Yeah? Chimpanzi. Usiangalie chimpanzi iliyo ya jicho ya mwenza. Bwana asifiwe sana. Usiangalie. Usiangalie wapendwa. Kwa sababu hata wewe ni udongo. Unaweza finywa. Na ndio Jeremia ya Bwana Mungu, teremuka kwa nyumba ya Bwana. Ninawaombea at least tufike katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Can you tell your neighbor, start to possess the house of God? Start to possess the house of God. Start to be proud to be in the house of God.
Anza kufurahia kuwa katika nyumba ya Bwana. Hapa ndipo wapendwa, maisha yako itabadilika. Na nataka tukule meza ya Bwana kwa kuwatabilia ya kwamba miezi 3 haitaisha kabla maisha yako ibadilike katika jina la Yesu. Only 3 months Bwana atakuwa amefanya kazi, na wewe ufanye kazi yako ya kujaribu sana kuinua mambo yale yanakusumbua mbele za Bwana. Umebarikiwa. Nataka tukule meza ya Bwana. Tupigie Yesu makofi tunapoingia katika meza ya Bwana. Tupigie Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi na shangwe na vigelegele. Haleluya. Huo ndio umuhimu wa nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe. Wakati Mungu alinipatia huu ujumbe, niliona watu wengi sana they are struggling in life. Na kuna mambo huwezi ambia mtu, lakini Mungu ni mwema. Mwambie anaweza. Mwambie anafanya nini? Yule sister amesimama pale, akawapa wiki 2 na ameanza mambo yale alikuwa anamsumbua. Wednesday alikuja akaniambia, "Oi pastor, mimi nimeona imeenda sasa. Imebakia hii." Nikamwambia, "Ukimaliza miezi 3 utakuwa huru." Nikajua hii ni hospitali. Haleluya. Nikamwambia, "Miezi 3 utarudi kwa mchungaji wako ukiwa mzima." Ninawaombea miezi 3 hata nyinyi Bwana akakutana na nyinyi. Mambo yenu yaanze kubadilika in the house, in the name of Jesus. And because we are in the house of God, let it be in Jesus name. Hana aliomba mtoto siku nyingi sana, kwa sababu aliharibika akiwa mikononi mwa Mungu. Biblia inasema ni Mungu alikuwa amefunga tumbo yake. Kwa hivyo wakati Mungu alikuwa anamuumba, maana Biblia inasema vyombo zingine zilikuwa zinaharibika siku mikononi ya mfinyanzi. Umbu yake ikafungwa, hangepata watoto. Kitu cha kwanza, alijuana na nyumba ya Mungu. Mume wake alikuwa anaenda kanisa mara moja kwa mwaka kutoa dhabihu, alafu anakaa nyumbani. Biblia inasema Hana alikuwa anaenda nyumba ya Bwana kuomba kila wakati. Praise the name of the Lord. Wakati alifika kwa mfinyanzi, alifunguliwa na Biblia inasema akapata mimba the same night. Ninawaombea Mungu akawafanyie kile ambacho mnahitaji katika jina la Yesu. Bwana aone vile unapenda kuja katika nyumba yake. Bwana aone jifunga na unaomba. Haleluya, kwa sababu unamhitaji. Amen. Bwana asifiwe. Shida ni kukaa outside there. The word of God will continue changing you day by. Hata nikikuombea hapa, labda jambo lile unataka, si maombi italiondoa, ni neno la Mungu. Nashukuru Mungu juu ya yule mama. Alifanya Mungu aniongeleshe sana. Bwana asifiwe sana. Na saa hii amelikava kabisa. Atiketio miaka milioni au medivitani. Bwana asifiwe. Ninawaombea wote mlio hapa, anza kuinua jambo hili na kusumbua mbele za Bwana. Umwambie Mungu, jambo hili najua linakukosea. Jambo hili linanikosea. Jambo hili linanizuilia. Mungu atakubadilisha pole. It's God who is full of patience. Praise God. Sasa shida ni hii. Uko kwa laini, hutaki kungojea, unatoroka. Ile kanisa ingine utaenda, utaambiwa piga laini, maana wakati wako ukifika. Kwa Mungu wapendwa, hebu niwaambie, hakuna makanisa hii. Ambia mwenzako, kwa Mungu hakuna jina hii. Hakuna. Utashangaa ukiona mtu wa Catholic kabisa, ulikuwa unamjua, umepanga laini na wewe ulikuwa CFF na mimi nilikuwa wa Catholic, lakini mko pale kwa Mungu ni uzima mnapewa. Bwana asifiwe. Uona mkolino mwingine na kitambaa ya red ambaye aliweka uhaki na utakatifu, unashindwa kinyoni ya kuingia. Maana kanisa la Bwana ni moja. Praise God. Ni as far as unaenda, ukijua unaenda kanisa la Mungu na unaenda kwa sababu yeye ndiye aliyekuumba, unaenda akusaidie, unaenda kutoa dhabihu zako, unaenda kunyenyekea kwake, lazima Mungu ataona huo moyo. Bwana asifiwe sana.
Na kuna mwingine anaweza kuwa anakuja akiwa na nia nyingine, bado Bwana anaona na ataona ya kwamba hauko kanisani. Haleluya. Na ndio sasa niliwaambia, na Mungu ananinenea sana. Sasa nikawaambia, hii madhabahu mkubali. Hatutajenga na pesa za wanasiasa. Hatutakubali. Ambia mwenzako siasa siende. Bwana asifiwe sana. Wakiitana mkutano, wewe enda kama utaenda. Lakini kwa madhabahu haya wacheni tuyalinde. Praise God. Afadhali tufinyane hivyo tumefinyana kuliko kuchukua milioni ya mwanasiasa ili atununue. Ili hii madhabahu ikae ikiwa takatifu. Nasi tukija tunaendelea kubadilishwa. Bwana asifiwe sana. Ama mungependa wanasiasa wakuja hapa kutusi wale wengine? Na ni mahali unakuja kuombewa, kuwekelewa mikono. Mahali unawekea sadaka yako. Tunakataa in Jesus name. Na partners munishike, kanisa munishike mkono hivi. I will not depend with the politicians' money in Jesus name. Mungu aliniambia nitakuza hili taifa siku moja. Hallelujah. Sijui kama kulikuwa 2012. Kuna dada alikuwa hapa akafunuliwa na Mungu. Tulikuwa tunahubiri na yeye Pastor Laban. Tulikuwa tunapeleka injili kule kwetu. Kuna dada aliniambia hapa, Pastor, nimeota na nilishtuka sana. Mulikuwa mmewekwa kwa signboard kubwa na hawa watu Mungu akaniambia ndio anainua. Na wewe ndiye nilijua, wengine sikuwajua. Na ulikuwa namba 5. Dama kile kiuli agaikayo kadathi mare mwathani. Ulikuwa namba, it was 2012. Labda leo niko namba 2 ama 1. Mungu ndio anataka sasa wakati wangu ndio umefika. Ambia mwenzako your season is coming. Your season is coming. Bwana asifiwe. Na ninajua sote tutafanyika kile Bwana anataka. Amen. Leo ni siku ya mesa ya Bwana. Na sitaki kuhubiri about the Lord's table, lakini tutagusia kidogo alafu tukule the Lord's table, tuende nyumbani ili tukutane na partners wale wote. Hata kama utakuwa unatoa 50 bob, bora ujue ni covenant tunaweka na Mungu, ubaki. Bwana asifiwe. Ili tuache kutumia sadaka, tutumie nini? Tutumie hizo pesa ya partners ili kanisa liweze kukua. Isn't it? Hii kanisa niliwaambia every month tunalipa 87,000. Vitu zile tunapata. Na tunatumianga sadaka, mnajua hivyo. Sasa nataka tuende to another level ili nianze kuhubiri. I want to reach many people. Hebu walipia mwenzako wewe ni mzuri. Wewe unaweza hubiri. Wewe unaweza hubiri. Wewe unajua Mungu, si ndio? Bwana asifiwe. Nilienda Murang'a hapa kunaitwa Ngalaria. Kunaitwa Ngalaria. Nililia. Wapendwa, mimi nililia. Hata niliambia mama Jimmy, tulikuwa naye na mke wangu, hapa tutafungua kanisa. Nikirudi hivi nikaambiwa mpaka pastor ambao tutapeleka huko. Kuna pastor tutapeleka huko, sitawaambia nani. Na this week tunaweza enda kuhubiri huko. Ndio tupigie hawa mapastors makofi. Yaani makanisa. Mkiwaona muone makanisa 5 katika Yesu. Hata yeye Pastor Elisha na Pastor Benson mnaenda, hamtaka hapo. Bwana asifiwe. Tulikuwa tunafungulia mtu kanisa, akishindwa anarudi. Tunamfungulia ingine anaendelea, na hakuna hapa atakayeshindwa katika jina la Yesu. Na tutasimama na nyinyi. Amen. Tuone watu wamefunguliwa. Maana kanisa la Bwana, wapendwa, kumejaa, Kenya imejaa manabii wa uongo. Wamefanyisha watu makasipaya. Na watu ni kupotea, wanapotea. When we are sitting down here, we are called to tell them the truth. Amen. Sasa nikuonesha mtu mwingine alikuwa hospitali na alipona kabisa. Kuja dada. Tumpigie makofi sana huyu dada. Hallelujah. Unaona huyu dada ni mhubiri huyu. Na sasa hivi tunaweza mtuma. Lakini wakati alikuja nilimwambia usiondoke hapa. Alikuwa anasoma kanisa lingine ati sitawaambia. Nikamwambia usirudi. Ukae hapa mpaka upone. Ukipona ufanye nini? Urudi. Sasa hapo niambia kama hatarudi ama alikaa. Leo gashoka. No akijire. Tumpigie Yesu makofi mazuri. Kanisa ni hospitali. Are we together? Ambia mwenzako nipende vile unanivyo unaona. Vile unaniona unipende. Bwana asifiwe.
Hata sisi wachungaji, we are not perfect. We grow from glory to glory. Kwa hivyo mwa mnaniombea. Na still nisipokaa vizuri na Mungu, I will grow towards the negative. Na hapo ndio nataka hiyo point nataka uende nayo nyumbani. How are you growing? Towards negative or towards positive? Positive ni wakati uko na uwezo wa sasa kukua katika mambo mazuri. Kwa simu yako umeanza kuvuta watu wengine ambao ni mashetani. Bwana asifiwe sana. Kuna simu zingine ukipokea unaongeaga vibaya, umeanza kukua. Amen. Wamama, Bwana asifiwe. Hebu inua mkono juu na useme amen. Wamama, Bwana asifiwe. Ukishekeshwa na mtu ambaye hana adabu, mwambie mimi ni mama wa mwenye. Uanze kukua, sikuweze kaliorogo. Uanze kukua slowly by slowly. At the end tutapata ya kwamba tumekamilika mbele za Bwana na kazi ya Bwana itatendeka. And once God is through with you, he will trust you. Can you tell your neighbor, God will trust you? And once God trusts you, he will invest in your life. Do you know why we unajua kwa nini tunapelekanga pesa kwa bank na unapatia mtu na hata umwambia shuke? Unampelekea, unaweza patia mtu milioni moja wewe wa kawaida. Lakini kwa banki ukifika unasimama pale bila wasiwasi. Kwa sababu kwanza umeona mapolisi hapo. Number 2, you have trusted the bank. Una invest hapo. Na unaasha pesa. Hata ukipewa karisiti unanarua. Enda kwa mtu ambaye utrust. Mwandikanagira ginya namba cia thimu na ifadi. Agreement na unaita for witness. Because you don't trust. Kuna baraka tunataka kwa Mungu. Na yule anataka Mungu akimwangalia hana shida na kumpatia. Lakini kwanza ategemee. Abia mwenzako ukimalizika you can receive anything. Bwana asifiwe sana. Na that is the point tunaita maturity. When you become mature, God can give you anything. Praise God. God can give you anything. Juzi wakati nilienda kununua speakers, nilienda nikaangalia account ya kanisa nikaona iko na pesa. Na kuna mtu mmoja alikuwa na shida sana. Shida kubwa. Alikuwa ananiambia dagoza idako bela besha. Go bela besha. Na sikuwa na pesa. Zile pesa zilikuwa za kanisa. Nilisiangalia hivi nikaanza kutetemeka. Na nikaona hizi. Wacha huyu mtu ashughulikie mashida yake. Hizi si zake. Hizi si because I am mature. When you are mature, God can trust you. Amen. And if God trusts you, he can invest anything you ask. Praise the Lord. Lakini kama hajamalizana na wewe, kuna mashimo anaangalia maishani mwako. Anaona hii nikiinvest, hii imepotea. Hii imepotea. Unakuwa the prodigal son ambaye alipewa mali, badala atumie vizuri, sikafanya akue katika dhambi. Finally, alikuwa anakula na nguruwe. Are we together? Are you blessed? Sasa nataka tusimame tuabudu Bwana. Tunapoandaa meza ya Bwana, Pastor Sara na wengine, kujeni hapa tupatiane meza ya Bwana. Nikipenda tusimame uambie Mungu, tawala maisha yangu, nimejua muhimu wa kanisa. Nataka ufunge macho yako uangalie maisha yako, unakuwa towards what? Unakuwa ukielekea wapi? Angalia nyumba yako inakuwa ikielekea wapi? Angalia mambo yale yote uko nayo, unakuwa ukielekea wapi? Tawala maisha yangu Bwana, tawala Yesu, tawala maisha yangu Bwana, tawala maisha yangu Bwana, tawala maisha yangu Bwana.
tunakuja mbele zako siku ya leo. Unatujua kwa majina yetu sisi sote, na tumetambua hii ni nyumba yako ya kutufinyanga. Tumekuja mbele zako ili Bwana ukatubariki na kuomba ukabadilishe maisha ya watu hawa Bwana, ikaelekee katika mwelekeo utakao, ikaelekee katika mapenzi yako. Wengine wameshindwa na dhambi, wengine wameshindwa na maisha, wengine wameshindwa na mizigo mizito. Wewe ndiye uliyetuumba Bwana, tumekuja mbele zako. Tengeneza maisha yetu, chukua ushukani Baba yetu, chukua ushukani Bwana wa rehema. Tushike mkono, utembee pamoja nasi, tembea na watoto wetu, tembea na maisha yetu Bwana, tembea na jamii zetu katika jina la Yesu. Mahali tumelemewa Bwana wajua vyema, tuwezeshe katika jina la Yesu. Ninawabariki wote Bwana, kuanzia leo anza kuwajenga upya, anza kuwaongoza upya. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini.